Karibu kwa mara nyingine tena kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, comment and share. Hapo utakuwa umetunga mkono 100%. Grand Lac One TV, the sound of news. Kwa sasa tunapatikana katika jiji la Uvira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sud Kivu. Hao unawaona hapo ni si wengine, ni wanajeshi wa AFC M23 ambao ni wanajeshi wanajiita wana mapinduzi ambao wanaungwa mkono na Rwanda na nchi zingine za wagaubuni. Hii leo tarehe 17 mwezi wa 12 2025 wameanza kuondoka katika jiji la Uvira kuelekea huko Bukavu, kufatana na shinikizo kubwa kutoka Washington DC huko Marekani kwa Rais Donald Trump. Amesema nini? Nawapa masaa 22, masaa 24 muondoke katika jiji la Uvira. Uvira ni mji mkakati. Uvira ni mji wa kibiashara. Uvira ni mji ambao wananchi wanapaswa kufanya kazi bila usumbufu wowote. Sasa hivi wameanza kuondoka jijini Uvira kuanzia saa 12:30 mpaka kwa sasa ni takriban saa 3:30 wakingali wanapita. Ilikuwa ikisadikika ni kama batalioni moja hivi ambayo ilikuwa hapo Uvira inaondoka kabisa, vitu vyake vyote ikiwemo char de combat na vingine vyote ambavyo walikuwa navyo. Wameanza kuondoka umoja baada ya mwingine, umoja baada ya mwingine. Sasa hivi tuko hapa kwenye barabara ni takriban dakika 30 tumesimama hapa tukimulika kamera zetu, wakingali wanapita. Unaona, inaonekana hawa watu walikuwa wameshaingia kuanzia zamani, walikuwa wako ndani wanavaa magwanda ya waraia, kumbe walikuwa tayari wameshaji infiltrate, walikuwa wameshakuwa ndani. Kwa sababu kwa wingi huu ambao wanapita hapa, sio kwa wingi ambao tuliwaona waliingia, sio kwa wingi ambao tuliona waliingia. Inakadiriwa kama batalioni moja hivi, kwa sababu wameanza kupita saa 12:30. Kwa sasa ni saa 3 na ushe wakingali wanapita. Unaona, basi Marekani ametumia nguvu zote ili wauni hawa, tunawaita wauni wezi, watoke katika jiji la Uvira, na si Uvira peke yake, hadi Bukavu, hadi Goma, warudi maeneo ambao walipotoka, ili kwa kuleta mchakato uendelee vizuri wa kuleta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inatakiwa warudi sehemu ambao walikuwepo zamani, ili mchakato wa amani uendelee vizuri, Kongo ipate amani ya kudumu. Sio kama amani ambayo ilikuwa baada ya miaka 3, baada ya miaka mingapi vurugu inakuja. Hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji amani ya kudumu. Ukisikia amani ya kudumu, ni kama nchi zingine ambazo ziliwahi kupigana vita, sasa zina maendeleo ya hali ya juu. Zina maendeleo ya hali ya juu. Ndio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inataka. Na ndio maana Rais Felix Antoine Tshisekedi amesema nini? Watu walikuwa wamezoea wanaleta chokochoko este ya Kongo. Baada ya hapo wanaunganisha vikosi ambavyo vilikuwa vinagombana, wanavitia kwenye jeshi la taifa. Ndiyo maana siri zote ambazo zilikuwa kwenye jeshi la taifa na kwenye usalama wa nchi zilikuwa zinavuja, zinaenda sehemu nyingine husika. Sasa mtu yoyote ambaye atakaingia kwenye jeshi la taifa ni kupita kwenye mchujo. Ndiyo maana amesisitiza hakuna kuchanga jeshi, hakuna kuchanga jeshi. Eti sisi tulikuwa waasi, tumekubali amani, tunaenda kuingia moja kwa moja na vyeo vyetu ambavyo tulikuwa navyo porini.
lazima kupite mchakato mkubwa sana kwenye jeshi la taifa. Kwa jeshi la taifa ndiyo ulinzi wa nchi. Jeshi la taifa ndiyo ulinzi wa nchi. Kama nchi haina jeshi la taifa imara ambalo lililokamilika, hiyo sio jeshi. Hao ni wavibaraka tu. Umeona Uvira hapa, mfano kidogo tu, wanajeshi wote waliondoka wakati mji bure, wakakimbia zao. Kwa sasa wale wote ambao walikuwa Uvira wanaenda kupita kwenye msasa, ni kwenda kuanza mafunzo upya ili wakamilike kama jeshi la taifa, Tunao hao ndo batalioni ya mwisho ambao wanapita hapo kwenye mstari wa mbele. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share. Hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka